andika hivi: tume ya kuchunguza matukio Oktoba 29 yatajwa. Tume ya kuchunguza kile kilichotokea Oktoba 29 yatajwa. Ukurasa wa 4 kuna undani wa taarifa hiyo. Na gazeti la Mwananchi wao kaandika Samia awapa zigo la vurugu za Oktoba 29 wadau wangapi? Wanne. Ukurasa wa 3 kuna undani wa taarifa hiyo. Atakutajia wadau ni kina nani, takueleza kwa undani kabisa. Gazeti la Nipashe limeandika hivi. Gazeti la Nipashe pia wameipa uzito habari hiyo na kuandika Samia anasema hatuna fedha toka nje, awaambia mawaziri jukumu lao ni zito, wafunge mkanda kufanikisha miradi, ni athari za vurugu za Oktoba 29, aunda tume ya maridhiano. Ukurasa wa 2 na ukurasa wa 8 kuna undani wa taarifa hiyo gazeti la Nipashe. Sasa tume hiyo ni tume ipi, itafanya kazi gani na kwa nini? Nisikilize. Rais wa Tanzania namzungumzia Samia Suluhu Hassan ameunda tume huru ya uchaguzi wa matukio ya vurugu wa amani uliotokea wakati na baada ya uchaguzi mkuu, nazungumzia Oktoba 29 mwaka 2025. Sasa sambamba na kuunda tume hiyo, amemteua jaji mkuu mstaafu Mohamed Chande Othman ambaye kuwa yeye ndio mwenyekiti sasa wa tume hiyo ya wajumbe, ambayo tume ina wajumbe 7. Sasa wajumbe walioteuliwa kwa mujibu wa taarifa hiyo ni jaji mkuu mstaafu Profesa Ibrahim Juma, lakini pia katibu mkuu kiongozi mstaafu, lakini pia kuna balozi Ombeni Sefue, lakini pia mwanadiplomasia na balozi huyu namzungumzia Radhia Msuya. Na katika tume hiyo pia yumo balozi Paul Meela, lakini pia mkuu wa jeshi la polisi mstaafu Saidi Ali Mwema, lakini pia balozi David Kapia na waziri mstaafu wa ulinzi na jeshi la kujenga taifa Dr. Stegomeana Tax. Sasa hatua hiyo ni utekelezaji wa kile alichoahidi Novemba 14 mwaka 2025. Kama utakuwa unakumbuka, si mbali mwezi huu tarehe 14 alipohutubia na kulizindua bunge la 13 la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania jijini Dodoma, akisema amehuzunishwa na matukio hayo na kwamba ataunda tume kuchunguza kile kilichotokea. Sasa katika matukio hayo yaliyotokea mikoa mbalimbali, na kukumbusha ikiwemo Dar es Salaam, Mwanza, Mbeya, Songwe, Geita, Arusha, Mara na Ruvuma, zilisababisha kuuawa kwa raia na kusababisha majeruhi, kuharibiwa kwa mali za watu na mali za umma na mali binafsi na miundombinu ya umma. Sasa ukiachilia hili, katika hali isiyo kawaida, ACT ambayo ni chama cha siasa hiki pia chenyewe kimekuja front na kukana, akitaki kimemjibu Rais Samia. Kimemjibu nini? Na kwa nini ACT wamekuja kujibu sasa hivi mapema hivi? Wao ACT wamesema nini kuhusiana na kile ambacho Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amekiunda? ACT wanasemaje? Wanatakaje? Wanasema inafurahisha. Jana majira ya jioni ACT waliachia waraka katika kurasa zao rasmi wakipinga vikali kuundwa kwa tume hiyo. Wakipinga kwa nini na wanapinga nini? Ngoja nikueleweshe hapa. Sasa ninayo barua ya ACT Wazalendo, lakini kabla sija kusomea, chama hiki cha ACT Wazalendo kimetangaza kuikataa tume ya uchunguzi iliyoundwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan, na hii ilikuwa ni kuchunguza matukio ya Oktoba 29 mwaka 2025 siku zilizofuata, ikisema tume inasema hivi kuwa tume hiyo haina sifa ya kuleta ukweli, uwazi wala haki kwa waathirika. Imekuwaje hiyo? Hii ilikuwa ni mapema jana na mimi ninayo barua ya ACT Wazalendo hapa. Naomba nikusomee kama ifuatavyo. Hiyo jana walisemaje? Taarifa kwa umma. Chama cha ACT Wazalendo kinapinga na kukataa kabisa tume iliyotangazwa na Rais Samia Suluhu Hassan kuchunguza matukio ya tarehe 29 Oktoba mwaka 2025 na siku zilizofuata, iliyotangazwa jana sasa, ambao kwa mujibu wa barua inasema iliyotangazwa leo. Tume hii imejumuisha wajumbe wote kutoka ndani ya Tanzania, wakiwemo maafisa wa serikali na vyombo vya ulinzi ambao wengine wenyewe wanapaswa kuwa sehemu ya uchunguzi huo.
badala ya wao kuchunguza. Yani badala ya wao kuchunguza, wao wanatakiwa wachunguzwe kwa mujibu wa barua. Sasa si chochote bali ni dhihaka kwa mujibu wa barua hii kwa wale waliopoteza maisha yao, lakini pia majeruhi na familia zilizofiwa katika matukio haya ya kinyama kwa mujibu wa barua. Sasa hii tume ya haki bali anasema hii si tume ya haki bali ni jaribio la kuficha makosa na kuwalinda waliohusika katika unyanyasaji huo. Barua imeeleza hapa na paragrafu 4, lakini kwa ufupi barua hii imekana kile ambacho Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amekiona kuwa ni swala la kukaa pamoja na kushirikiana. Nini maoni yako? Weka comment yako hapo chini. Kwa hiyo unatufuatilia kupitia radio station, tujuze kupitia 0779 7295 93.